Zanzibar mwaka 2010 walitengeneza katiba yao. Katiba yao ya Zanzibar, ibara ya kwanza, ibara ya pili a kubwa na ibara 26 zinatamka kabisa kwamba mamlaka Zanzibar ni nchi na Zanzibar yenyewe ni mamlaka kamili. Rais wa Zanzibar ana mamlaka kamili ya kuigawa Zanzibar katika wilaya na mikoa, na rais wa Zanzibar yeye ndio mkuu wa nchi ya Zanzibar, ambao ni kontrole kabisa na ibara ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya katiba ya kwanza ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba Tanzania ni nchi moja na ni Jamhuri ya Muungano. Ukisoma ibara ya pili inasema hivi: eneo la Jamhuri ya Muungano ni eneo lote la Tanzania bara na eneo lote la Tanzania Zanzibar. Maana yake eneo lote la Tanganyika na eneo lote la Zanzibar, na ni pamoja na sehemu yake ya bahari ambayo Tanzania inapakana nayo. Sijajua kama mnanielewa. Ni kweli, lakini mwenye mamlaka ya kufanya kwa ajili ya utekelezaji bora wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya serikali ya Jamhuri ya Muungano au serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, rais aweze kugawa Jamhuri ya Muungano katika mikoa, wilaya, maeneo mengineyo kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria au kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na Bunge, isipokuwa kwamba rais atashauriana kwanza na rais wa Zanzibar kabla ya kuigawa Tanzania Zanzibar katika mikoa na wilaya na maeneo mengineyo. Maana yake ni nini? Zanzibar imevunja mkatiba ya muungano. Maana yake Zanzibar imevunja muungano. Sasa Wazanzibari sijajua kwa nini sasa wanapewa privilege kubwa katika nchi yetu huku Tanganyika, kwa sababu sisi Tanganyika ndio watu ambao tunawahudumia Wazanzibari, alihali wao wameshatukataa kwa mujibu wa sheria na katiba zao Zanzibar. Sasa Wazanzibari kwa nini wanapewa nafasi huku Tanganyika? Wanaweza vipi kupewa Tanganyika kuwa viongozi ndani ya nchi yetu ya Tanganyika? Kwa sababu kabla ya hapo rais wa Zanzibar alikuwa ni makamu wa kwanza wa rais katika Jamhuri ya Muungano, na waziri mkuu wa Tanganyika alikuwa ni makamu wa pili wa Jamhuri ya Muungano. Maana yake waziri mkuu yeye ndio alikuwa ni rais wa Tanganyika kwa mujibu wa katiba enzi hizo kabla haijavunjwa. Maana yake tulikuwa na watu watatu wenye nguvu: rais wa Zanzibar, rais wa Tanganyika na waziri mkuu na rais wa waziri mkuu ambaye alikuwa ni makamu wa pili wa Jamhuri ya Muungano. Maana yake kuvunja sheria namna hii, kuingiza makamu wa rais, maana yake ni kuvunja muungano, ni kuvunja katiba na ni kuvunja muungano. Kwa hiyo muungano umevunjwa na CCM kwa kuimposi sheria ya kwamba rais wa Zanzibar akawa rais kamili, sio makamu wa rais, na waziri mkuu wa Tanganyika wa Tanzania yeye ni Mtanganyika. Yani maana yake kazi yake ni kushughulika na masuala yanayohusu Tanganyika, na ndivyo ilivyo. Sasa huyu makamu wa rais yeye anafanya kazi gani? Hiyo ndio ajenda yangu kubwa ambayo nataka niwaambie Watanzania kwamba sisi Tanganyika, yani rais wa Jamhuri ya Muungano ni kosa kubwa sana kutoka upande wa Zanzibar, kwa sababu huyu anashughulika zaidi na masuala yanayohusu Tanganyika, wakati yeye sio Mtanganyika, huyu ni Mzanzibari. Lazima maneno haya tuyazungumze bila kumumunya maneno. Na leo wameenda mbali zaidi hawa Wazanzibari kwenye eneo la utumishi, kwa sababu kwa mujibu wa katiba hii
kwamba Zanzibar inatakiwa ipewe mgao wa asilimia 4.5 kwenye kila kitu, maana yake kwenye utumishi, kwenye ishu zote zinazohusu mambo ya muungano, ishu sekta zote za muungano wanatakiwa wapewe asilimia 4.5. Iwe ni uchumi wao, wanatakiwa wapewe asilimia 4.5. Leo Ikulu pale wamejaa Wazanzibari, leo katika utumishi wa umma wamejaa Wazanzibari. Je, hii sheria huu utaratibu unatoka wapi? Hao Wazanzibari kwa nini wanatuvamia huku Tanganyika? Wamechukua rasilimali, wamechukua madaraka yote katika utumishi wa umma. Swala la utumishi wa umma ni swala la muungano, lakini Zanzibar kule Wazanzibari wanatakiwa wapewe asilimia 4.5 katika utumishi wa umma katika sekta za muungano. Lakini leo unakuta Wazanzibari wanapewa ukuu wa mkoa, Wazanzibari wanapewa ukuu wa wilaya, Wazanzibari wanapewa ukatibu mkuu kwenye sekta ambazo sio za muungano, Wazanzibari wanapewa uwaziri kwenye sekta ambazo sio za muungano, kwa sababu kama Wazanzibari waliondoa mambo yote ya msingi ya kiuchumi, kwa maana kwamba leo bandari sio za muungano tena, leo viwanja vya ndege sio vya muungano tena, leo barabara sio za muungano tena, leo mambo ya afya sio ya muungano kweli. Leo sasa unasemaje kwamba hapa kuna muungano? Hapa muungano umeshavunjwa, na waliovunja ni hawa viongozi ambao wamewekwa madarakani. Wana CCM wamevunja muungano, na ndio maana kwambia hivi, huu muungano huu ni kongwa la utumwa kwa watu wa Tanganyika. Nazungumza ukweli kabisa bila kumung'unya maneno. Muungano huu ni kongwa la utumwa kwa watu wa Tanganyika, kwa sababu imekuwa ni kama yani imekuwa kama ngao au kama fimbo ya kupola rasilimali za Watanganyika na kuwapa wageni. Leo Mtanganyika, Mzanzibari anakuja Tanganyika, anauza rasilimali zetu za Tanganyika. Mfano, bandari zetu zimepewa rahani kwa Mwarabu na Mzanzibari. Viwanja vya ndege vimepewa rahani kwa Waarabu na Mzanzibari. Mbuga zetu zimepewa wageni, zimepewa rahani kwa Mwarabu na Wazanzibari. Madini yetu yanapewa wageni na Mzanzibari. Sijajua kama mnanielewa Watanzania. Nyinyi Watanganyika sijajua kama mnanielewa, na sijajua kama mnanisikiliza na kunielewa vizuri sana. Haya mambo yanauzi sana, kwa sababu haiwezekani Mzanzibari aje kututawala sisi walihali mambo yote ya uchumi na ashughulikia mambo ya uchumi ndani ya Tanganyika, alihali wao uchumi wao wameshautenga pembeni.